Unajua kuna watu ambao kazi yao ni kugombanisha watu kwa njia ya maneno. Sasa unaweza ukagombanishwa pale kazini kwako. Wanaweza kugombanisha eneo lako kati ya wewe na bosi wako. Wanaweza kugombanisha kati ya wewe na mahusiano yako ambayo ulikuwa unayategemea yakupe mwelekeo mzuri. Sasa jifunze sana kuto kushindana kwa maneno, kwa sababu unaposhindana kwa maneno maana yake kama ukikosea kidogo tu umekwama. Maana Mungu yupo sana na wale ambao wanapenda haki. Ni kweli wamekuzingizia kwamba kuna jambo umelifanya kazini, kama hujafanya na moyo wako ni shahidi, rudi kwa Bwana, usishindane kwa kinywa chako. Ni kweli wamekuzingizia kwa habari ya hiyo kampuni unaipelekea pabaya. Hauna haja ya kushindana kwa maneno ya kinywa chako. Rudi kwa Bwana, kwa sababu Bwana anajua kwa nini amekuingiza hapo. Nisikilize, Mungu anasema hivi, kitabu cha Zaburi anasema hivi, macho ya Bwana huwaelekea walio na haki, lakini pia masikio yake Mungu yuko tayari kuwasikia wale ambao wanalia, wale wenye haki wakilia kiukweli, Mungu anathibitika juu yao. Jifunze kumlilia Bwana kuliko kupambana kwa kinywa chako. Jifunze kumlilia Bwana kuliko kupambana kwa namna ambavyo umesikia watu nasema hivi, wanazungumza hivi. Wakati mwingine jifunze kumlilia Bwana. Punguza maneno, ongeza bidii ya kuomba. Punguza perempe, ongeza bidii ya kuomba. Iombe ndoa yako baada ya kuanza kupambana, mume wangu hivi na hivi. Iombe biashara yako baada ya kupambana watu hawaji kwenye rudi kwa Bwana, lia kwa magoti, kwa maombi, ili Mungu ajitukuze kwa maisha yako. Macho ya Bwana huwaelekea walio na haki. Hiyo neema iwe juu yako katika jina la Yesu.